Asanteni, kaeni. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Dr. Hamada Faki, Balozi wa Muungano wa Visiwa vya Komoro na kiongozi wa mabalozi nchini, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo hapa leo, waheshimiwa makatibu wakuu na mabalozi wa hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kutokana na mageuzi mbalimbali ya maendeleo ya sayansi na teknolojia pamoja na utandawazi, kila karne au kila mwaka, siku na kila dakika duniani imekuwa ikishuhudia mabadiliko mengi makubwa yakitokea, na mabadiliko hayo yanazigusa nyanja zote: siasa, uchumi, ulinzi, usalama, jamii, utamaduni, diplomasia na kadhalika. Lakini waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi, pamoja na mabadiliko hayo makubwa yaliyotokea katika nyanja mbalimbali kutokana na mageuzi yaliyofanyika duniani, utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia, yapo baadhi ya mambo ambayo yameendelea kudumu, hayajabadilika. Na mojawapo ya mambo hayo ni swala la kutakiana heri ya mwaka mpya. Kila mwaka mpya unapoanza, imekuwa ni utamaduni uliojengeka duniani kote kwa watu kutakiana heri. Hivyo basi, nami napenda nitumie fursa hii kwa heshima kubwa sana na kwa niaba ya serikali pamoja na Watanzania wote kuwatakia heri ya mwaka mpya wa 2020 ninyi waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, familia pamoja na watumishi wenu. Aidha, kupitia kwenu naomba salamu zangu za heri ya mwaka mpya ziwafikie wakuu wa nchi, serikali na mashirika yote ambayo mnayawakilisha vizuri sana hapa nchini. Heri ya mwaka mpya. Waheshimiwa, natambua kuwa kwa baadhi yenu hapa hii leo ni mara yao ya kwanza kwenu kushiriki hafla namna hii hapa mkiwa nchini. Hivyo basi, napenda niwakaribishe hapa Ikulu, lakini pia nchini kwetu kwa ujumla. Kama ambavyo naamini mpaka sasa mmeshuhudia wenyewe, nchi yetu ni tulivu, ina amani na watu wake ni wakarimu sana. Zaidi ya hapo, najua mnajua kwamba nchi yetu ina vivutio vingi vya utalii, ikiwemo mbuga za wanyama, uoto mzuri wa asili, misitu, milima, mabonde, maporomoko, maeneo ya kihistoria na hali kadhalika fukwe nzuri za bahari na maziwa. Na wahimiza kutembelea vivutio hivyo ili kujionea uzuri wa Tanzania. Waheshimiwa mabalozi, ndugu wawakilishi wa taasisi za kimataifa, mwaka 2020 una umuhimu wa pekee sana kwa Tanzania. Mwaka huu serikali ya awamu ya 5 ya nchi yetu, ambayo Watanzania waliiamini na kuipa ridhaa ya kuongoza, itatimiza miaka 5 na hivyo kuhitimisha muhula wake wa kwanza. Aidha, mwezi Oktoba nchi yetu itafanya uchaguzi wake mkuu. Kwa sababu hiyo, salamu zangu za mwaka mpya kwenu kwa mwaka huu, mbali na kufanya tathmini
ndogo ya mwaka uliopita na kueleza mikakati ya mwaka tuliouanza. Kama ilivyo kawaida, nitagusia pia tathmini yangu ya miaka takribani 4 na ushe ambayo serikali hii imekuwepo madarakani. Mtakumbuka kuwa serikali hii iliingia madarakani mwezi Novemba 2015, na kama ilivyo kwa serikali nyingi duniani, wakati wa kampeni za kuingia madarakani, kupitia ilani yake ya uchaguzi, tuliahidi mambo mengi kwa wananchi wetu. Aidha, mtakumbuka kuwa mwaka huo wa 2015 mwanzoni, Umoja wa Afrika ulipitisha ajenda yake ya maendeleo ya miaka 50 ijayo hadi mwaka 2063, yani the African Union Agenda 2063. Na mtakumbuka pia kuwa miezi miwili tu kabla ya serikali ya awamu ya 5 kuingia madarakani, yani mwezi Septemba 2015, Umoja wa Mataifa nao ulipitisha ajenda yake ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, yani Sustainable Development Goals SDGs. Hivyo basi, mara tu baada ya kuingia madarakani, serikali kwa kutumia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 hadi 2020, mipango ya kimataifa niliyoitaja pamoja na mingine ya kikanda ikiwemo SADC na East Africa Community, iliandaa mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, 2016-17 hadi 2020-21. Dhima kuu ya mpango huu ni kujenga uchumi wa viwanda ili kuchochea mageuzi ya kiuchumi na maendeleo ya watu. Aidha, malengo ya mpango huu ni kuhakikisha rasilimali na fursa za nchi zinatumika vizuri ili kujenga uchumi wa viwanda na kupunguza umaskini katika taifa letu. Malengo mengine mahususi ni kuimarisha kasi ya ukuaji mpana wa uchumi kwa manufaa ya walio wengi, kuongeza kasi ya kupunguza umaskini, kuongeza fursa ya ajira kwa wote, kuongeza upatikanaji na ubora wa huduma za jamii, na kuongeza mauzo nje kwa bidhaa za viwandani. Waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wawakilishi wa taasisi za kimataifa, ndugu zangu mabibi na mabwana, ninayo furaha kueleza kuwa utekelezaji wa mpango wetu wa taifa wa maendeleo unaendelea vizuri, na mimi na uhakika ninyi waheshimiwa mabalozi ni mashahidi. Na kwa kusema kweli, kupitia mpango huo nchi yetu imepata mafanikio makubwa sana. Kwa haraka, na naomba mniruhusu nitaje baadhi ya mafanikio machache, mengine yametajwa na mheshimiwa balozi. Kwanza kabisa, tumeweza kulinda na kudumisha amani na usalama wa nchi yetu. Kama mjuavyo, moja ya sifa ambayo nchi yetu imejijengea duniani tangu kupata uhuru wake mwaka 1961 ni kudumisha amani na utulivu. Hivyo basi, serikali ya awamu ya 5 nayo imelipa umuhimu mkubwa swala la amani na usalama. Zaidi ya hapo, tumeweza kuimarisha muungano wetu ambapo mwezi Aprili mwaka huu utatimiza miaka 56. Napenda kutumia fursa hii kuvipongeza vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini pamoja na Watanzania kwa ujumla kwa kuendelea kutunza na kudumisha amani nchini. Aidha, nawashukuru sana ninyi waheshimiwa mabalozi pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa kwa kuendelea kushirikiana nasi vizuri katika kulinda na kudumisha amani ya nchi yetu. Asanteni sana. Waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wawakilishi na wa taasisi za kimataifa,
Kutokana na kuweza kudumisha amani, nchi yetu imeweza katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kupata mafanikio mengi makubwa ya kiuchumi. Kwa wastani, tangu serikali ya awamu ya 5 imeingia madarakani, uchumi wetu unakuwa kwa 7%. Tumeweza pia kudhibiti mfumuko wa bei, ambapo katika kipindi cha miaka 4 iliyopita mfumuko wa bei kwa wastani kwa mwaka umekuwa chini ya 5%. Mwaka jana 2019 mfumuko wa bei ulikuwa 3.5%. Akiba ya fedha za kigeni nayo imeimarika kutoka dola za Marekani bilioni 4.123 mwaka 2015 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 5.579, kiasi ambacho kinatosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa kipindi kisichopungua miezi 6.3. Mafanikio mengine ya kiuchumi yamepatikana katika ukusanyaji wa mapato, hususan mapato ya kodi ambayo yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 kwa mwezi mwaka 2015 hadi kufikia shilingi trilioni 1.5 hivi sasa, ambapo mwezi Disemba 2019 zilikusanywa shilingi trilioni 1.9. Aidha, katika kipindi cha miaka 4 iliyopita nchi yetu imeweza kuvutia uwekezaji wa zaidi ya dola za Marekani bilioni 13 sawa na shilingi trilioni 30 na kuweza kutengeneza ajira nyingi. Biashara yetu ya nje nayo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 11.5 mwaka 2015 hadi kufikia shilingi trilioni 16.6 mwaka 2018. Ukuaji huu umechagizwa zaidi na kuimarika kwa shughuli kuu za kiuchumi na uzalishaji nchini, ikiwemo kilimo, ujenzi, viwanda, madini na utalii. Mathalani, kwenye kilimo, uzalishaji wa mazao ya biashara umeongezeka kutoka tani 796,512 mwaka 2015-16 hadi tani milioni 1,141,774 mwaka 2019, sawa na ongezeko la 43.3%. Sekta ya viwanda pia imeendelea kukua, ambapo kati ya mwaka 2015 hadi sasa viwanda vipya 4,877 vimejengwa. Vilevile, baada ya mwaka 2017 kufanya marekebisho ya sheria ili kuongeza uwazi katika biashara ya madini pamoja na kuimarisha usimamizi, makusanyo ya serikali na mchango wa sekta hiyo umeanza nao kuongezeka. Mathalani, mauzo ya dhahabu nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 1.469 mwaka 2017-18 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 1.743 mwaka wa 2018-19. Aidha, mapato ya serikali kutokana na madini yameongezeka kutoka shilingi bilioni 168 mwaka 2014-15 hadi shilingi bilioni 346 mwaka 2018-19. Kwa upande wa utalii, idadi ya watalii imeongezeka kutoka milioni 1.1 mwaka 2015 hadi kufikia watalii milioni 1.5 mwishoni mwa mwaka 2018, na tunategemea idadi hii itakuwa imeongezeka zaidi kwenye mwaka 2019. Aidha, mapato ya utalii yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 1.9 mwaka 2015 hadi dola za Marekani bilioni 2.488 mwaka 2018. Waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa taasisi za kimataifa, ndugu zangu wote, kwa sababu ya kukua kwa uchumi, nchi yetu imeweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
hususan katika sekta ya miundombinu. Najua mnafahamu kuhusu ujenzi wa reli ya kisasa unaendelea kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma wenye zaidi ya thamani ya trilioni 7.2 pamoja na ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme megawatts 2115 katika bonde la Mto Rufiji wenye thamani ya zaidi ya trilioni 6.5. Tumejenga pia barabara takriban kilomita 2500. Barabara zingine zaidi ya kilomita 2400 zinaendelea kujengwa. Na wakati huo huo kuna kilomita 7087 ambazo zipo kwenye hatua mbalimbali za maandalizi. Tumekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa yapatayo 8 ikiwemo daraja la Magufuli kule kwenye mto Kilombero pamoja na daraja la Sibiti, na ujenzi wa madaraja mengine unaendelea ikiwemo daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.2, daraja la Sarenda Bridge, daraja la Sarenda lenye urefu wa kilomita 1.1 pamoja na daraja la Wami lenye urefu wa mita 513.5. Tumefufua pia reli yetu ya kati kutoka Dar es Salaam Tanga hadi Moshi ambayo ilikuwa haitoi huduma kwa zaidi ya miaka 20. Kwa upande wa usafiri wa maji, tunafanya upanuzi wa bandari zetu kuu za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga, na wenzetu kule Zanzibar wamenunua meli kubwa 2 ambazo zinatoa huduma katika bahari ya Hindi. Tupo pia kwenye hatua mbalimbali za ujenzi na ukarabati wa meli takriban 7 kwa ajili ya kutoa huduma katika maziwa yetu makuu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa, na pia kuboresha bandari zake. Kuhusu usafiri wa anga, tayari tumekamilisha ujenzi wa jengo jipya la abiria Terminal 3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, na tunaendelea na upanuzi wa uwanja wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kule Zanzibar pamoja na viwanja vingine 11. Na uwanja pia wa 12 ni uwanja wa Msarato kule Dodoma ambapo napo tutaanza kujenga mwaka huu ili uwe uwanja wa kimataifa, ili waheshimiwa mabalozi mtakapohamia Dodoma msipate shida, muende na ndege ya saizi yoyote. Aidha, ujenzi wa rada 4 ya Dar es Salaam, Kilimanjaro na Mwanza zimekamilika, na inayoendelea kujengwa ni ile ya Songwe. Na pia tumefufua shirika letu la ndege ATCL kwa kununua ndege mpya 11 ambapo 8 tayari zimewasili. Hatua hizi zote, ndugu zangu waheshimiwa mabalozi, zimewezesha kuongezeka kwa idadi ya wasafiri wa anga nchini kutoka wasafiri milioni 4.8 mwaka 2015 hadi wasafiri milioni 5.8 mwaka 2018. Bila shaka mwaka jana 2019 watakuwa wameongezeka zaidi. Tunaendelea pia kuimarisha upatikanaji wa nishati ya umeme nchini. Mbali na kutekeleza mradi mkubwa wa kufufua umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tunaendelea na miradi mingine kwa kutumia vyanzo mbalimbali ikiwemo maji, gesi asilia, jua, upepo na kadhalika. Aidha, tumekamilisha miradi mikubwa ya kusafirisha umeme ikiwemo mradi wa Iringa, Shinyanga, Makambako, Songea, Lindi, Mtwara na kadhalika, pamoja na kuendelea na mradi wa kupeleka umeme vijijini ambapo tumeweza kuongeza idadi ya vijiji vilivyofikishiwa umeme kutoka vijiji 2018 katika mwaka wa 2015 hadi kufikia vijiji 8587 hivi sasa. Sambamba na kujenga miundombinu kutokana na kuimarika kwa uchumi wetu, tumeweza pia kupanua wigo na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za jamii, hususani afya, elimu na maji. Kwenye afya, tumejenga na kukarabati miundombinu ya kutolea huduma za afya ikiwemo vituo vya afya 352 na hospitali za wilaya 69.
Aidha, tumeajiri watumishi wa afya wapatao 8,000. Tumeongeza bajeti ya dawa na vifaa. Bajeti imeongezeka kutoka bilioni 31 mwaka 2015 hadi bilioni 270 kwenye mwaka huu tulionao. Tumeongeza pia tiba na kuimarisha huduma za kibingwa hususan za magonjwa ya moyo, mifupa, mishipa, figo na kansa. Hii ndani bila malipo, ambapo mpaka sasa tumetumia zaidi ya shilingi trilioni 1 kugharamia elimu bure. Tumeongeza pia bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 341 mwaka 2014-15 hadi shilingi bilioni 450 mwaka huu wa fedha wa 2019-20. Hatua hizi zimeongeza udahili kwenye shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vikuu. Zaidi ya hapo, tumejenga miundombinu mbalimbali ikiwemo madarasa, kambi za mihadhara, maabara, kumbi za mihadhara, maabara, maktaba, mabweni, hosteli, mabwaro ya chakula, nyumba za watumishi na ofisi na kadhalika. Kwa upande wa sekta ya maji, katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, tumetekeleza miradi ya maji yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 3. Hii imewezekana hali ya upatikanaji nchini kuimarika kutoka 56% mwaka 2015 hadi kufikia 71% hivi sasa, ambapo mijini ni 84% na vijijini ni 64%. Mafanikio mengine tuliyoyapata katika kipindi cha miaka 4 iliyopita ni kuongeza mapambano dhidi ya rushwa, kuhamia makao makuu ya nchi yetu jijini Dodoma, na nilitegemea leo tungekutana Dodoma, lakini nafikiri mwaka kesho, Mungu akijalia, tutakutana Dodoma, pamoja na mengine mengi ambayo waheshimiwa mabalozi mmekuwa mkiyashuhudia. Waheshimiwa mabalozi, katika nyanja ya kimataifa, kama mnavyofahamu, nchi yetu tangu ipate uhuru wake mwaka 61 imekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kimataifa. Hivyo basi, katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, tukiongozwa na sera yetu ya mambo ya nje inayoweka mkazo diplomasia ya uchumi, tumeweza kuimarisha uhusiano wetu na nchi mbalimbali pamoja na taasisi mbalimbali za kimataifa. Mimi pamoja na viongozi wenzangu tumeweza kufanya ziara kwenye nchi mbalimbali na kushiriki katika mikutano ya kimataifa. Mathalani, mwaka jana binafsi nilitembelea nchi za Afrika Kusini, Namibia, Zimbabwe. Aidha, katika kipindi hicho viongozi mbalimbali wa nchi na taasisi za kimataifa walitembelea nchi yetu. Katika kipindi cha miaka 4 iliyopita tumeweza kufungua balozi mpya 7. Tumefungua ubalozi Algeria, tumefungua ubalozi Cuba, tumefungua ubalozi Israel, tumefungua ubalozi Korea, tumefungua ubalozi Qatar, tumefungua ubalozi Namibia na tumefungua ubalozi Uturuki. Haya yote ni mafanikio ya kazi nzuri tunayoifanya sisi kama serikali katika kukuza mahusiano na nchi zingine za kimataifa. Mtakumbuka pia kuwa wakati serikali ninayoiongoza ikiingia madarakani, nchi yetu ilikuwa mwenyekiti wa East Africa Community, jukumu ambalo tulipaswa kulikabidhi mwezi Februari 2016. Hata hivyo, wakuu wa nchi wa East Africa Community waliamua kutuongezea mwaka mwingine mmoja hadi mwezi Machi 2017. Mwezi Agosti 2019 nchi yetu pia iliaminiwa na kukabidhiwa jukumu la kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya SADC, ambalo tunaendelea nalo hilo jukumu hadi mwezi Agosti 2020. Sambamba na hayo, nchi yetu imeendelea kushiriki katika shughuli na mipango mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo ulinzi wa amani, ambapo kwa sasa Tanzania tuna askari wapatao 2297 katika nchi za DRC,
Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan na Sudani Kusini. Aidha, mwezi Julai 2019 Tanzania iliwasilisha ripoti yake kwenye Umoja wa Mataifa kuhusu utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na hivyo kuifanya iwe miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa duniani kufanya hivyo. Haya ni baadhi tu ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, ambayo nilifikiri waheshimiwa mabalozi niwakumbushe kidogo. Na kama nyote mnavyojua, sehemu yoyote mafanikio hupatikana kutokana na ushirikiano wa wadau mbalimbali. Hivyo basi, kwa moyo wa dhati kabisa, napenda kutumia fursa hii kuyashukuru mataifa na taasisi mbalimbali za kimataifa kwa ushirikiano mkubwa mliotupa hadi kuweza kupatikana kwa mafanikio hayo. Tunawasihi muendelee kutuunga mkono. Asanteni sana. Waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, katika kipindi cha mwaka 2020 serikali imejipanga kuendelea kutekeleza mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, ambapo kipaumbele chetu kitakuwa kuendelea kudumisha amani na kuimarisha muungano wetu. Vipaumbele vingine ni kukuza uchumi, ambapo tunalenga uchumi ukue kwa 7.1%, kudhibiti mfumuko wa bei ili usizidi 5%, kuimarisha akiba ya fedha za kigeni, kuongeza ukusanyaji wa mapato na kukuza sekta zetu kuu za uchumi na uzalishaji, lakini pia kuruhusu wafanyabiashara na kukuza sekta ya biashara ya watu mbalimbali nchini na kutoka duniani kote kwa ajili ya uwekezaji katika biashara watakazochagua wao. Lakini pia kuimarisha uchumi katika kukuza kilimo, viwanda, ujenzi, madini pamoja na utalii. Hali kadhalika tutaendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara kama nilivyosema na uwekezaji nchini. Kama mnavyofahamu, mwezi Julai 2019 nchi yetu imeanza kutekeleza rasmi mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, yani Blueprint for Regulatory Reforms to improve the business environment. Napenda kutumia fursa hii kuwaomba waheshimiwa mabalozi kuwashawishi wafanyabiashara kutoka kwenye nchi zenu kuja kuwekeza hapa Tanzania. Tanzania ni mahali pazuri pa kufanya biashara. Sambamba na hayo, kama nilivyoeleza awali, mwaka huu mwezi Oktoba nchi yetu itafanya uchaguzi mkuu. Zoezi la uchaguzi ni muhimu kwa nchi yoyote inayofuata misingi ya kidemokrasia kama yetu. Hivyo basi, serikali imejipanga kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 utafanyika katika mazingira ya amani, uhuru na haki. Na kama ilivyo kawaida yetu, wakati ukifika, tutazikaribisha nchi na taasisi mbalimbali kuja kuangalia uchaguzi wetu ili kujionea jinsi nchi yetu inavyokomaa katika nyanja ya demokrasia. Katika nyanja za kimataifa, tumejipanga mwaka 2020 kuendelea kukuza diplomasia yetu kwa kuimarisha ujirani mwema na uhusiano na mataifa mengine. Pia tutaendelea kufungua balozi mbalimbali katika maeneo ambayo tuliahidi kuyafungua. Tutaendelea pia kutekeleza majukumu yetu kimataifa kwa mujibu wa mkataba mbalimbali tulioisaini na kuridhia, ikiwemo jukumu letu la kuwahudumia wakimbizi. Na katika hilo, napenda kutumia fursa hii kuishukuru jumuiya ya kimataifa kwa kuiunga mkono Tanzania katika utekelezaji wa zoezi la kuwarejesha kwa hiari nchini kwao wakimbizi wa Burundi, zoezi ambalo linafuata sheria, kanuni na taratibu zote za kimataifa, kikanda na kimataifa, na linafanyika kwa ushirikiano wa karibu kwa wadau wote wanaohusika, ikiwemo serikali ya Burundi na mashirika ya kimataifa ya UNHCR na IOM. Hata hivyo, tunasikitishwa kwa hujuma na propaganda zinazofanywa kwa lengo la kukwamisha zoezi hilo.
Mwaka huu kama mjuavyo, Umoja wa Mataifa utatimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945. Umoja huu umepata mafanikio mengi, lakini pia umeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Hivyo basi tunaahidi kuendelea kushirikiana na mataifa yote duniani katika kushughulikia changamoto hizo ili kuifanya dunia na umoja huo kuwa imara zaidi, ikiwemo kwa kuhimiza kuendelea kwa majadiliano ya kuifanya mageuzi ili kujenga usawa na kuimarisha demokrasia ndani ya umoja huo. Na katika hilo tunaahidi kuendelea kutetea msimamo wa Umoja wa Afrika kama ulivyobainishwa kwenye makubaliano ya Enzurini, yani Enzurini Consensus, na azimio la Sirte, yani Sirte Declaration. Tanzania pia itaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali katika kushughulikia changamoto mbalimbali zinazoikabili dunia, ikiwemo masuala ya amani na usalama, hususan katika bara letu la Afrika. Na katika hilo, tukiwa wenye viti wa SADC, tutaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama nchini DRC na Lesotho. Na naisihi jumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono jitihada za kutafuta amani katika nchi hizo na maeneo mengine duniani. Aidha, tutaendelea kushirikiana na mataifa mengine kushughulikia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama mjuavyo, hii ni moja ya changamoto kubwa yenye kuikabili dunia kwa sasa. Nchi mbalimbali zimeendelea kukumbwa na majanga mbalimbali yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Mathalani, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, nchi kadhaa za SADC ikiwemo Afrika Kusini, Angola, Madagascar, Malawi, Msumbiji na Zimbabwe zilikumbwa na majanga ya vimbunga, mvua kubwa na mafuriko yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Nitumie fursa hii kurudia tena kutoa pole nyingi kwa nchi zote zilizokumbwa na majanga hayo. Majanga hayo yanatukumbusha umuhimu wa jumuiya za kimataifa kushirikiana katika kuzuia athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo basi, natoa wito kwa mataifa yote duniani kushirikiana katika kuzuia na kukabiliana na athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kutekeleza mikataba mbalimbali ya kimataifa, ukiwemo mkataba wa Paris wa mwaka 2015. Kwa upande wetu sisi Tanzania, tutaendelea kuchukua hatua zenye lengo la kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususani kwa kuhakikisha tunayatunza mazingira yetu. Mathalani, mwaka jana tulisitisha matumizi ya mifuko ya plastiki. Utekelezaji wa mradi mkubwa wa kuzalisha umeme katika bonde la Mto Rufiji nao ni sehemu ya jitihada zetu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kama mjuavyo, kwa sababu ya kukosekana kwa umeme wa uhakika, wananchi wetu wengi wamekuwa wakitumia kuni na mkaa, na hivyo kwa wastani kwa mwaka nchi yetu inapoteza takriban hekari 400,000. Hivyo basi tuna imani kuwa utekelezaji wa mradi wa umeme wa bonde la Mto Rufiji utapunguza matumizi ya kuni na mkaa na hivyo kusaidia kulinda misitu yetu. Zaidi ya hapo, kutokana na kuongezeka kwa majanga yatokanayo na athari za tabia nchi katika ukanda wetu, mwezi Februari 2020, Tanzania ikiwa mwenyekiti wa SADC itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa mawaziri wenye dhamana ya kushughulikia masuala ya majanga mbalimbali. Waheshimiwa waziri wa mambo ya nje, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, nimesema mambo mengi, lakini kabla sijahitimisha, naomba nizungumzie swala moja la mwisho, nalo ni kuhusu changamoto ya tax refund ambayo ninyi waheshimiwa mabalozi mmekuwa mkinilalamikia sana. Napenda niseme kuwa serikali inaifahamu changamoto hii, lakini niseme tu kuwa kimsingi changamoto hii inatokana na baadhi ya wadau kukosa uaminifu na uadilifu. Hii imefanya serikali kuongeza umakini zaidi ili kukabiliana na udanganyifu uliokuwa ukijitokeza katika eneo hilo. Hivyo basi, ili kuondoa changamoto hii,
niwahimize wadau wote kushirikiana na kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Lakini nitumie pia fursa hii kutoa wito kwa Mamlaka ya Mapato TRA kuhakikisha kuwa taratibu za uhakiki zinapokamilika, kujitahidi kurejesha kwa wakati fedha zilizokusanywa kwa utaratibu wa tax refund kwa wahusika. Nina uhakika hili litafanyika. Waheshimiwa mabalozi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha kwa kurudia tena kuwashukuru waheshimiwa mabalozi kwa kuhudhuria hafla hii. Aidha, nawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa ambao nchi na taasisi mnazoziwakilisha zinatoa kwa nchi yetu. Napenda niwaahidi kuwa serikali ninayoiongoza itaendelea kushirikiana na nchi pamoja na taasisi zote mnazoziwakilisha, sio tu katika kukuza uhusiano, lakini ni ushirikiano uliopo, bali pia kwa lengo la kuifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Ninawashukuru tena sana. Asanteni sana kwa kuja, lakini heri ya mwaka mpya wa 2020. Mungu ubariki uhusiano uliopo kati ya Tanzania na nchi pamoja na taasisi mbalimbali. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.